Karibu kwenye hadithi ya kuvutia zaidi ya kisiasa barani Afrika katika kipindi cha miaka 40 iliyopita. Leo tunamzungumzia Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi katika historia ya nchi yake na mmoja wa viongozi waliokaa madarakani muda mrefu barani Afrika. Rais Museveni alizaliwa Septemba 15 mwaka 1944 magharibi mwa Uganda. Kinachomfanya awe wa kipekee ni kwamba kabla yake Uganda haikuwa na rais aliyekaa madarakani kwa zaidi ya muongo mmoja. Watangulizi wake wote, mfano Profesa Yusuf Lule, Godfrey Binaisa na wengine wengi, walikaa muda mfupi sana. Yeye ameweza kukaa kwa zaidi ya miongo minne sasa. Lakini safari yake ya kuingia madarakani haikuwa ya amani, ilikuwa ya damu, vita na mauaji makubwa. Na baada ya kushika madaraka, njia yake ya kuongoza imekuwa na pande mbili. Upande mmoja ni maendeleo ya amani, upande mwingine ni ukandamizaji na mauaji. Ili kuelewa kuingia kwa Museveni madarakani, tunapaswa kuelewa hali ya Uganda kabla yake. Mwaka 1962 Uganda ilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza na Milton Obote akawa kama waziri mkuu wa kwanza wa Uganda, na baadaye mwaka 1966 alikuwa rais wa kwanza wa Uganda. Mwaka 1971 Jenerali Idi Amin Dada alimpindua Milton Obote kwa mapinduzi ya kijeshi. Mwaka 1971 hadi mwaka 1979 utawala wa kikatili wa Idi Amin, zaidi ya watu 300,000 wanakadiriwa kuuawa. Mwaka 1979 kupitia vita ya Kagera, jeshi la wananchi la Tanzania chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere lilifanikiwa kumuondoa madarakani Idi Amin Dada. Mwaka 1980 Milton Obote alirudi madarakani kupitia uchaguzi wenye utata mkubwa, na mwaka 1981 Museveni alianzisha kundi la waasi la National Resistance Army, kifupi NRA, na mwaka 1985 Jenerali Tito Okello akampindua Obote kwa mapinduzi ya kijeshi. Ili kuingia madarakani, Museveni alitumia njia ya bunduki. Kati ya mwaka 1981 na mwaka 1986 alipigana vita vya msituni akiwaongoza wapiganaji wake katika maeneo ya vijijini. Eneo lililokuwa kiini cha vita hivi liliitwa Luwero Triangle, maeneo ya Luwero na Nakaseke. Mnamo Januari mwaka 1986 vikosi vya NRA vilifanikiwa kuingia mji mkuu wa Kampala na kuchukua udhibiti wa serikali chini ya Jenerali Tito Okello, jambo lililomwezesha Museveni kuwa rais wa Uganda. Vita ya mwaka 1981 mpaka mwaka 1986 vilivyomwezesha Rais Museveni kuingia madarakani viliacha simanzi na vifo vingi miongoni mwa Waganda, kwani mwaka 1996, miaka 10 baada ya Museveni kuingia madarakani, serikali yake ilikusanya na kuzika zaidi ya mafuvu 70,000 ya watu waliokufa wakati wa vita katika makaburi ya pamoja, yani mass graves, yaliyotawanyika Luwero na Nakaseke. Leo mwaka 2026 kuna takribani makaburi 20 ya pamoja yaliyoko katika makao makuu ya kata ndogo za wilaya hizo. Kwa mfano Buntumula Sub Country, kaburi ambalo linaaminiwa kuwa na mafuvu zaidi ya 2,000. Ukiacha huko nako Kimamulo, mafuvu zaidi ya 370 yalizikwa, huku mafuvu 150 yakiibiwa, yakihusishwa na imani za kishirikina. Unaweza kujiuliza watu 70,000 walikufaje? Hili ndilo swali kubwa ambalo mpaka leo watu wanashindwa kupata majibu ya uhakika, lakini wanasiasa wa upinzani na wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa wengi waliuawa na vikosi vya NRA vya Museveni wakati wa vita ya mwaka 1981 hadi mwaka 1986, ambayo ilimwezesha Rais Museveni kuingia madarakani.
Mwaka 2005 Museveni alijibu mashtaka haya kwa kusema kuwa serikali yake iliwachukulia hatua wanajeshi 147 wa NRA waliopatikana na hatia ya mauaji ya kinyume cha sheria. Baada ya kuingia madarakani, Museveni alianzisha kipindi cha mpito ambapo alianzisha mfumo wa Resistance Council, mabaraza ya upinzani. Alipiga marufuku vyama vya kisiasa akisema ndivyo vilivyokuwa chanzo cha mgawanyiko. Aliandika katiba mpya ya mwaka 1995 na mwaka 1996 ndipo ulipofanyika uchaguzi wa kwanza wa moja kwa moja wa rais tangu uhuru. Kabla ya kuzama kwenye giza la ukandamizaji, tunapaswa kukiri mafanikio yaliyofanyika, kwa sababu Museveni hakuweza kukaa madarakani miaka 40 kwa nguvu ya bunduki pekee. Kabla ya Museveni, Uganda ilikuwa na historia ya mapinduzi na mauaji. Watu waliogopa usalama wao, lakini baada ya Museveni ameleta utulivu wa kudumu ambao hakuwahi kushuhudiwa kabla. Mapambano yake na makundi ya waasi, kwa mfano Lord's Resistance Army, Allied Democratic Force na mengine mengi, alipambana nayo vilivyo kuhakikisha yanaondoka nchini Uganda. Uthibitisho halisi leo, Uganda ni moja ya nchi salama zaidi katika Afrika Mashariki kwa wageni na wananchi. Watu wanaweza kusafiri usiku na mchana, jambo ambalo halikuwezekana kabla ya mwaka 1986. Ukiacha utulivu na amani ya kudumu, pia mapambano yake dhidi ya ugonjwa wa ukimwi. Wakati Museveni anaingia madarakani mwaka 1986, maambukizi ya ukimwi yalikuwa ni 15% ya watu wazima. Uganda ilikuwa inaangamia kwa ugonjwa wa ukimwi. Museveni alifanya kitu ambacho viongozi wengi hawakuthubutu kufanya. Alizungumza hadharani kuhusu ukimwi, hakuficha, hakuogopa. Alianzisha sera za wazi za elimu ya kinga. Alishirikiana na mashirika ya kimataifa kuhakikisha ukimwi unatokomea mazima nchini Uganda, ambapo kwa kipindi kifupi pekee aliweza kupunguza 15% za maambukizi ya watu wazima nchini Uganda hadi kufikia 6% pekee. Ukiacha suala la ukimwi ambalo Museveni alipambana nalo vilivyo, pia Museveni alijitahidi sana kuinua uchumi wa Uganda, ambapo mwaka 1986 alipokuwa ameingia madarakani, pato la taifa lilikuwa chini sana, lakini sasa linakadiriwa kufikia takribani dola bilioni 61 hadi 96, huku pato la mtu mmoja alipokuwa ameingia madarakani lilikuwa chini ya dola 35, lakini sasa linakadiriwa kuwa si chini ya dola 1235 kwa mwaka. Katika jambo lingine ambalo Museveni aliwekea mkazo ni elimu na afya bure. Museveni amesisitiza kuwa muhula wake wa 2026 hadi 2031 utaendeleza huduma za afya na elimu bila malipo. Hii ni sera inayosaidia familia maskini kupeleka watoto shuleni. Pia uongozi wake katika jumuiya ya kimataifa. Museveni anachukuliwa kama kiongozi mwenye uzoefu katika eneo la Afrika Mashariki. Ametoa ushauri wa viongozi wengi wachanga. Anasisitiza kuwa suluhisho la matatizo ya Afrika lipo ndani ya Afrika na si nje. Ukiachilia mbali mambo hayo ambayo Rais Museveni amekuwa akiyafanya nchini Uganda kuhakikisha inatoka hatua moja ya kimaendeleo kwenda hatua nyingine, kiongozi huyu wa Afrika Mashariki ambaye amekaa madarakani muda mrefu zaidi ametumia nguvu kubwa kuhakikisha anakaa madarakani kwa muda wote huo. Na sasa tuangalie hatua mbalimbali ambazo amezichukua kuhakikisha mpaka leo ameendelea kusalia madarakani. Udhibiti wa jeshi ni siri kubwa ya Museveni kubakia madarakani. Hiyo ndio siri kuu ya muda wake kuwa mrefu zaidi, kwani Museveni alijua kiongozi anayetaka kudumu madarakani lazima adhibiti jeshi lake, kwani jeshi la wananchi la Uganda UPDF linatokana na moja kwa moja na kundi lake la waasi la NRA ambalo ndilo lililomwezesha kuingia madarakani mwaka 1981 hadi mwaka 1986 katika vita ya wenyewe kwa wenyewe.
Hatua nyingine ambayo Museveni aliichukua kuhakikisha anaendelea kusalia madarakani muda mrefu ni kuingiza wanajeshi wa makabila yote jeshini, sio kama ambavyo ilikuwa zamani watu kutoka kaskazini pekee ndio waliopata fursa za kuandikishwa jeshini. Pia kukifanya chama chake cha NRM kutokuwa na ushindani wowote nchini Uganda, kwani kilianza kama vuguvugu la kitaifa, si chama cha kawaida. Kina mtandao mkubwa nchi nzima, wana mizizi kila mahali, kina rasilimali nyingi kuliko vyama vyote vya siasa nchini Uganda na watu wengi ambao wanaunga mkono chama hicho. Pia matumizi ya nguvu za dola katika uchaguzi, kwani tangu uchaguzi wa kwanza wa mwaka 1996 Museveni ametumia nafasi yake kama rais na amiri jeshi mkuu kuwadhibiti wapinzani akitumia nguvu ya dola. Vyombo vya habari vya serikali UBC vinamuonyesha yeye zaidi kuliko wapinzani wake. Magari na rasilimali za serikali hutumika kwenye kampeni zake pekee. Polisi na wanajeshi hutumika kuwatisha, kuwapiga wapinzani na raia. Pia wakati wa uchaguzi wa mwaka 2021 mtandao wa interneti ulizimwa kabisa, ukiwanyima wapinzani nafasi ya kuwasiliana na wafuasi. Huku wakati wa uchaguzi wa 2026 Bobi Wine alilalamika nyumbani kwake kuvamiwa na vikosi vya usalama mara kwa mara. Hii ni sehemu ya kwanza ya historia ya Uganda na Rais Museveni tangia uhuru mpaka hii leo, ambao umeacha makovu, vifo na alama nyingi mbaya miongoni mwa Waganda.